tuna matukio ambayo yameenea sana katika jamii yetu na yamekuwa yakizua taharuki. Kuna mtu ambaye alidaiwa kuibiwa nyeti zake siku ya tarehe 6 mwezi wa 4 2026 majira ya saa 7 usiku katika maeneo maarufu hapa Geita inaitwa Vibes lilopo manispaa ya Geita. Mshtakiwa Abdulazizi Kabangulila ambaye ana umri wa miaka 31 na ni mkazi wa Mwatulole hapa Geita alizua taharuki baada ya kudai kwamba nyeti zake zimeibiwa, na alimtilia mashaka mtu mmoja mwanaume ambaye sitamtaja jina lake kwa ajili ya kumhifadhi. Lakini haikuishia hapo, alipiga makelele huku anaitwa Mwano na kusababisha taharuki na watu wengi kuanza kumshambulia huyo mtu aliyemtilia mashaka kwamba amemshika bega na kumuibia nyeti zake. Jeshi la polisi lilifika eneo la tukio na kuwakamata wote wawili, yule ambaye anadaiwa kuchukua nyeti ambaye naye alikuwa ameshambuliwa, kwa hiyo tulimuokoa, na yule ambaye alichukuliwa nyeti zake, na tulifanya haraka na kuwapeleka wote hospitali, yule kwa ajili ya yale majeraha kutokana na kushambuliwa, kutokana na kusingiziwa, na huyu kwenda kuthibitisha madai yake hayo ya kuchukuliwa nyeti zake. Madaktari walimfanyia uchunguzi, na baada ya kumfanyia uchunguzi walithibitisha kwamba nyeti zake zote zipo na ziko katika hali ya kawaida kabisa. Kutokana na tukio hilo, mtuhumiwa huyo Abdulazizi siku ya tarehe 8 tulimfikisha mahakamani kwa kosa la shambulio la kuzuru mwili na pamoja na kutoa taarifa za uongo. Na baada ya kutoa ushahidi tulifungua criminal case number 308/2026 na ushahidi ulitolewa na mahakama ilimtia hatiani mtuhumiwa na amehukumiwa kwenda jela miezi 6. Nitoe wito tu kwa jamii kuacha uchochezi na kutoa taarifa za uongo ambazo zinazua taharuki kwa jamii. Hapa mkoa wa Geita na sisi ni waathirika wa matukio hayo ya watu kusingiziwa kuibiwa nyeti zao, na hatua zinaendelea kuchukuliwa kwa kila aliyesingizia, kwa sababu mpaka sasa jumla ya watuhumiwa 2 wamekamatwa kwa kusingizia, na kesi ya pili na yenyewe itafikishwa mahakamani, na naamini na yeye hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yake, na mahakama ikimtia hatiani na yeye pia ataenda jela. Kwa hiyo tuache visingizio, tuache imani potofu, tuache kuzua taharuki kwa jamii kwa kisingizio cha kuibiwa nyeti. Matukio hayo ni ya uongo, na matukio hayo yote karibu tu hao ambao walidai wameibiwa nyeti ni hisia tu, ni mambo ya kufikirika. Sambamba na hayo, jeshi la polisi mkoa wa Geita tumefanya operation mbalimbali na jumla ya watuhumiwa 515 wamekamatwa kwa makosa mbalimbali. Lakini sambamba na hicho na hii, watuhumiwa hao wamekamatwa kwa kipindi cha tarehe 1 mpaka tarehe 31 mwezi wa 3. Na katika watuhumiwa hao waliokamatwa wamekamatwa na matukio mbalimbali ikiwemo kupatikana mali ya wizi, kuingia nchini bila kibali, uzembe na mazururaji, ukiuka masharti ya leseni, ambapo watuhumiwa hawa wanaingia magesti bila kujiorozesha majina yao au kumbukumbu zao kama sheria zinavyotaka. Lakini imeibuka pia wimbi la kucheza kamari, lakini imeibuka wimbi la watu kujifanya watumishi wa serikali, lakini pia madawa ya kulevya, bangi, pamoja na uvuvi haramu na kupatikana na nyara za serikali.